بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين باعث النبي الأمين سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على الناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في محكم تنزيله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أما baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tunaendelea na madarasa haya kukumbushana sera ya bwana mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungu atujalie, yani atuzidishe mahaba ama atuhakikishie mahaba bwana mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maana kila tunavozidi kumjua inafaa ama ndo yafaa tuzidi kufanya nini? Kumpenda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Huku tumefika sasa baada ya wale makureshi kukubaliana yale makubaliano yao ya kikorofi. Sayyiduna Jibril akashuka na wahi akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaliyotokea. Akaamrishwa sasa afanye hijra na akaambiwa usiku ule asilale katika kitanda chake bwana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli alayhi. Bas bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale akaenda kwa Sayyiduna Abubakar, akazungumza naye, na alikwenda wakati ambao si wa kawaida, manake alikwenda nyakati zile za dhuhuri, na huwa kuna joto pale, mpaka Sayyidatuna Aisha asema hiyo siku alikuja bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na si kawaida yake maskini kuja wakati ule. Alipofika mpaka yeye mwenyewe Sayyiduna Abubakar akashangaa, akasema lazima kuna jambo, manake bwana mtume hajawahi kuja time kama hizi. Basi alipofika pale Saidina Abubakar akajua lazima kuna jambo kubwa. Alipofika bwana mtume akamwambia Saidina Abubakar watoe waloko ndani. Yani mazungumzo haya ni khas, ni specific, ni khas kwako tu. Hatufai, watu wengine hawafai kujua. Saidina Abubakar akamwambia, ya Rasulullah, hakuna aloko isipokuwa ni ahli yako. Ni Sayyidatuna Aisha na Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Ambapo Sayyidatuna Aisha hapo ashaposwa na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haya, wakaketi bwana mtume sasa akamueleza. Akamwambia, mimi sasa nimepewa idhini ya kufanya nini? Ya kugura. Nimepewa idhini ya kugura. Na huku Sayyidina Abubakar akamwambia, ya Rasulullah, basi as-suhba ya Rasulullah. Yani mimi natamani nitoke na wewe, bi abi anta wa ummi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam akamwambia, ndio tutakwenda na wewe. Mimi nitakuwa na wewe, naam, tutakwenda pamoja. Bas Sayyidina Abubakar katika baadhi ya riwayati pale akafurahi sana mpaka akatokwa na machozi. Mpaka Sayyidatuna Aisha katika baadhi ya hadith asema, yani ilikuwa mimi nasikia watu kulia kwa furaha, lakini sijawahi kuona. Basi ile siku nikaona, manake Sayyidina Abubakar amepata ile sharafu kuwa yeye ndo atakaye kuwa sahib Rasulillah katika ile safari ya hijra. Angalia bakhti alikuwa nayo. Na Sayyidina Abubakar alikuwa ashapata nini? Alikuwa ashapanga aitwaje wale ngamia wawili kama tunavyokumbuka. Tulieleza mwanzo, yani kabla ya madarasa kadhaa. Alikuwa ashapanga wale ngamia. Basi akamwambia bwana mtume, wewe utatukua hawa ngamia. Utatukua yani ngamia mmoja na mimi nitatukua mmoja. Sayyidina Rasulullah akasema, la, bali nitanunua. Sayyidina Abubakar akamwambia, ya Rasulullah, haina neno bwana, mimi natoa kwa ajili ya Allah. Bwana mtume akamwambia, la, lazima nifanye nini? Ninunue. Na hapa tupata funzo. Hii ni safari ambao bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa yuaifanya safari yenyewe kama watu wake walivyokuwa wamefanya. Yani ukiangalia safari hii ya hijra kama itakavyokuja, yani matukio mingi, bwana mtume ampitia mashaka, imebidi ya plan na nini, lakini ukilinganisha na safari ya Isra ni ya kimeujiza. Moja kwa moja ashapelekwa Baitul Maqdis, moja kwa moja ashapelekwa mbinguni, na Madina ni karibu zaidi ya Baitul Maqdis. Ilikuwa apelekwe Madina, yani kwa lugha yetu within a blink of an eye, sio? Lakini la, kwa sababu safari hii ni tofauti. Safari ile ni ya mtume peke yake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini safari hii ya hijra ni safari ambayo yeye yashirikiana na watu wake wale maswahaba,
yani pia wao wamesafiri safari hini, wao wamepata shida, wamepata tabu, wameata mali, wameata, basi pia huku bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa pia zile problems apitie, manake ndio kiongozi, ndio role model, yani wale maswahaba wataona basi huyu mtume wetu, kiongozi wetu pia ametushiriki katika nini, katika zile tabu na shida tulizozipitia. Naam. Bas huku bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akakubaliana na Saidina Abubakar kuwa usiku ule makabla ya alfajiri ndio wataondoka na ile khita ambao watachukua inshallah itakuja yani katika madarasa atakayokuja namna watakavotoka yeye na Saidina Abubakar. Kakubaliana wakapanga kila kitu, na huko Saidina Abubakar pia akapanga na mtoto wake kitu Abdullah, yani akampa kama yani utasema responsibility zake. Kuna mambo alikuwa atayafanya ilikuwa utasema kama kuwapoteza wale makureshi wasije wapate bwana mtume wakishatoka pale Makka. Kisha pia atakazungumza na mmoja katika watumwa ambao alikuwa amewaacha huru akiitwa Amir bin Fuhaira kuwa sasa yeye ndo atakuwa kama yualeta aitwaje mbuzi sehemu fulani watakapokuwa kwenye pango pale, ili kupoteza ile zaitwaje footsteps za Saidina Abubakar na bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huku Saidina Abubakar ikawa mali yote ameyatoa kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka alipokuja babu yake Asma ambaye ni babake Saidina Abubakar akiitwa aitwaje Abu Quhafa, sio? Alipokuja huyu akawa amekasirika sana, na alikuwa kipofu huyu babake Saidina Abubakar, alikuwa hajasilimu wakati huu, alisilimu baadaye. Alipokuja amekasirika sana, akasema mimi nina hakika huyu Abubakar ameondoka na hawajawatia chochote, hajawaachia chochote, nina hakika amempa Muhammad kila kitu, manake yeye haoni hasikii ila ni Muhammad. Angalia Saidina Abubakar, mpaka babake ambaye ni kafiri yuajua kuwa huyu ya salam yeye ni bwana mtume, haoni hasikii. Ya bakhtahu. Tuomba Mwenyezi Mungu atujalie mahaba kama haya. Muhimu alipokuja Saidina Asma asema akipokea ile hadithi, mimi sasa nikajua huyu atakasirika, huyu babu yetu atafanya nini, atakasirika sana, atatukana, ataona vibaya. Sasa Sayyidatina Asma akasema mimi nikamwambia babangu, nikamwambia yule babu la bali antuachia khairi nyingi. Khairi gani hizo? Akaenda akasema sasa tukaenda tukachukua mfuko tukaujaza mawe, tukaujaza mawe, kisha tukampelekea yule babu yetu aguseguse tu juu hivi, manake yule babu yetu haoni, kwa hivyo hajui. Alipogusagusa akasema khalas, kama ankuachia hili halina neno, kama ankuachia yani anguachia vitu kama hivi haina neno. Lakini leo ungekuwa hajawatia ingekuwa mfanya vibaya sana, manake yeye kawaida yake haoni hasikii. Sayyidatina Asma lakini asema na ilikuwa mkweli maskini, hajatuatia chochote baba yetu. Lakini ndio ile sacrifice alofanya kwa ajili ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taraktu lahumullah wa rasulahu, kama alivyosema katika kisa kingine ama katika hali nyingine. Sayyidina Abubakar akisema mimi nimewaachia watu wangu nani? Allah na rasulu. Bas huku ilipofika jioni, wale makureshi sasa mipango yao ni kuwa wataleta wale vijana kama tulivyo tanguliza kusema, wataleta wale vijana kutoka kila kabila, wakawaleta pale. Huku bwana mtume sasa akarudi kwake, akamwambia Saidina Ali alale ile sehemu yake. Angalia mipangilio ya bwana mtume, yeye ndio a'dhamul mutawakkilina, yeye ndio mkubwa wenye kutawakkal, lakini hakuketi tu kupakata mikono, la, amepanga strategies za kisawa sawa. Akampanga Saidina Ali alale katika kitanda chake, manake ameambiwa sasa khalas asilale pale, alale katika kitanda chake. Kisha akamwambia lakini usiwe na wasiwasi, halitokutendea wewe lolote unalolichukia, halitokutokea wewe lolote unalolichukia. Na hii hikma ya kumweka pale Saidina Ali ni kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni wale makureshi wadhani kuwa bado mtume yuko, manake wao wataangalia, manake Saidina Ali tena atajifunika na burda, yani na kishali cha bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wale makureshi kwa nde wakitungulia watamuona kuna mtu pale na amejifunika na burda la mtume, watadhani ni nani? Ni bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saidina Ali akajifunika na ile. Ama hikma ya pili ni kuwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na zile amana za watu. Angalia, subhanallah. kweli inama yani wa innaka la ala khuluqin adhim, inama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq, yani kweli alosema kuwa yeye akhlaqi zake ziko juu ya akhlaqi njema ama kubwa. Asema
yani maulama watuambia, na yeye mwenyewe bwana mtume alimwambia, yani Saidina Ali alimnasihi akamwambia, angalia hapa bwana, mimi nina amana zangu, kuna amana mimi napewa, hizi amana za makureshi, za makafiri. Yani wale makureshi kama ilivyotangulia walikuwa wanamuita yeye bwana mtume as-Sadiq al-Amin. Sasa wanampa vitu awekee, wakiwa ogopa vitapotea, vitaharibika, wampa yeye awekee, kisha wanakuja vitukua siku wanayotaka. Sasa bwana mtume hapa yuaondoka, angalia, yuafukuzwa, yuataka kuuawa, lakini bado yuajali zile amana za watu, yuarudisha amana za watu. Huyu ndo mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sio kuwa mtu mmekosana naye basi amana yake pia wampiga dharba, la, haramu. Amana ya mtu lazima uirudishe. Amana ya mtu hata kama mmekosana, hujampenda nini, mrudishie amana yake. Ndio akhlaqi za Kiislamu na ni wajibu. Angalia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefukuzwa. Yuafukuzwa kwao maskini, lakini yuwapanga vipi amana za watu zitafanya nini, zitarudishwa. Ndo akamweka pale Saidina Ali na akampa advice nyingine, akamwambia hata kuja na mamake, yani mamake Saidina Ali kiitwa Fatima, atakuja nao, atawapangia yani safari zao. Pia Fatima binti Muhammad kwa yeye Saidina Ali atampangia safari yake ya kwenda nini, ya kwenda Madina, yani hijra yake. Bas ndo ikawa ni shughuli, ama ndo ikawa ni responsibility ya nani, ya Saidina Ali. Ilipofika usiku pale, wale makureshi washajileta, wamejiweka pale, wako tayari, wangoja time wataingia wafanye nini, wamuue bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Inshallah tutaendelea, manake nafikiri imefika yani mahali pazuri, tutaendelea yale matukio yatakayotokea baada ya hapa kwa ajili ya time. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.